Tukisalia na masuala hayo ya mihadarati ni kwamba wawakilishi wadi kutoka kaunti ya Kirinyaga wamepitisha mswada bungeni ili kukomesha uuzaji na usambazaji wa pombe haramu. Mswada huo na uliowasilishwa bungeni na mwakilishi mteule Irene Gathuku ulinuia kuhakikisha wanalinda kizazi cha leo na cha kesho kutokana na uraibu mwingi ambao upo katika jamii. Sasa umeitaka mamlaka ya kudhibiti vileo na utumizi wa dawa za kulevya NACADA kushirikiana na serikali ya kaunti ili kukabiliana na uuzaji na utumizi wa pombe hizo haramu na ambazo kwa mara nyingi huwa za bei nafuu. Kutokana na ongezeko la matumizi, uuzaji na usambazaji wa pombe haramu katika maeneo mbalimbali nchini, wawakilishi wadi katika kaunti ya Kirinyaga wamejitokeza na kupitisha mswada bungeni wa kukabiliana na uuzaji na utumizi wa dawa za kulevya katika kaunti hiyo. I moved a motion about second generation illicit beer. Yeah, I took a bold step because of how our young people are dying, our young brothers, our young sisters. I have a neighbor who died of it. It is killing our generation. It is killing our children. And as a mother, I have those Gen Zs. It hurts me. I had to take that bold step for the sake of our generation. Those who are depending on it, they have to look for a better product. Wawakilishi hao wameorodhesha madhara yanayoletwa na utumizi, uuzaji na usambazaji wa pombe haramu, hasa ikiwemo vifo vya wale wanaotumia na kuhatarisha maisha ya vijana. Mimi naonelea hiyo ni jambo ya maana sana, kwa sababu watoto wetu wameisha. Na kusema ukweli, hata mtu akinywa hiyo pombe, wengi wao huwa wanakonjoa kama watoto. Unaona hata mtu akinywa hiyo pombe anaenda naanguka. Hiyo ni kumaanisha kama mtu anaanguka, hata kama unaenda huko kwa bibi yako utaweza kweli? Na kusema ukweli hata inaleta tu hapa tu Kerugoya. Unakuta inasambazwa kwa kila mbaa hapa Kerugoya. Na inauzwa hata saa 2 ya usiku ya asubuhi. Kwa sababu watu wamelia sana huku Kirinyaga. Watu wamekufa, tulikuwa na hii pombe kule Kangai, ikaua watu 17. Tumeenda Mukule, watu wamekufa. Na si ati vijana tu ama wanaume wanakunywa hii pombe. Tumeona wamama pia imewaadhiri hapa Kirinyaga sana. Mama anakunywa kutoka asubuhi, haangalii watoto. Ukienda nyumbani unapata watoto wamedhoofika, hata wanashikwa na malnutrition kwa sababu ya hii pombe haramu. Kwa hivyo madhara ni mingi sana hapa Kirinyaga. Wameitaka serikali ya kaunti hiyo pamoja na mamlaka ya kupambana na pombe haramu na dawa za kulevya NACADA kuingilia kati ili kuziba mianya inayoleta uingizaji wa pombe haramu katika kaunti hiyo. Naonanga sometimes hata corruption ikiingia. Watu wanakuja huku Kirinyaga, wale stakeholders ambao wanafaa kukua responsible, unapatiwa kitu kidogo na we unaua generation. Tuko wapi sisi kama Kirinyaga? Sisi kama county assembly tumefanya kazi yetu. Tusiwai blame hii vifo zinaendelea, watu wasiblame county assembly. Sisi tumefanya kazi yetu. Tunataka all stakeholders wa come together. Kama ni national, kama ni NACADA na waomba na waita mkuje huku kwa county assembly, multitasking agency itoke NACADA, KRA, KEBS, county government, sisi wote tuungane mikono tujue ni wapi ni nani ameralia kazi yake, ndio hiyo pombe ikue inaingia hii Kirinyaga. Kwa hivyo tuungane sisi wote, hii pombe ikue ya kumalizika hii Kirinyaga.